Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi Young Africans, au kiweza kuzingatia kile ambacho kilichopo kwa wakati huu, ambapo umeweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kwa sasa kwenye kikosi chini ya kocha Moalin ambaye anakinoa kikosi cha klabu ya soka Young Africans baada ya kocha Pedro kuweza kuondoka. Tayari na ushindi mmoja ambao ameweza kupata katika mchezo uliopita dhidi ya Coastal Union. Sasa anakwenda kukutana dhidi ya Dodoma Jiji, moja kati ya mchezo ambao huenda ukawa na kashikashi nyingi kutokana na ubora ambao wako nao Dodoma Jiji. Mchezo huu unakwenda kupigwa pale katika uwanja wa Airtel, ambao ni uwanja ambao wanautumia Singida Black Stars kule mkoani Singida, ambapo ndio mchezo unakwenda kupelekwa huku baada ya mchezo baada ya uwanja ambao unatumia Dodoma Jiji kuwa katika marekebisho, ambapo klabu ya soka Young Africans inaelekea huko. Sasa mimi nimekusogezea kikosi cha klabu ya soka Young Africans ambacho kimetangazwa na kocha Moalini, ambacho kitakachoanza katika mchezo kuzisaka alama tatu muhimu mbele ya walima dhabibu hao kutoka pale Dodoma. Sasa kabla hatujapoteza wakati, ni kutajia kikosi ambacho kimeandaliwa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea. Karibu. Bwana, kocha Moalini ametangaza kikosi cha majembe 11 ambacho kitakachoingia uwanjani kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji katika mwendelezo wa ligi kuu, ambapo golini atasimama Djigui Diarra, screen protector, unafahamu bora wake, miongoni mwa magolikipa bora kweli katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo amekuwa na mwendelezo mzuri akiendelea kuweza kuzitikisa ama kuzikaa kileleni mwa clean sheet ambazo amekuwa akiendelea kuweza kuzitengeneza katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ni moja kati ya magolikipa ambao ni msaada mkubwa sana katika kikosi cha Young Africans kutokana na ubora ambao yuko nao na ameendelea kuweza kuwa nao katika kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo hilo lina ubishi, utakwenda kushuhudia kazi kubwa anaifanya Diarra. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama si mwingine ni Atola Yao Kwasi Jeshi. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwenendo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaipiga, namna ambavyo anatengeneza mashambulizi, namna ambavyo anakaba, namna ambavyo anaingia katika nafasi ya kushambulia. Unaweza kusema wakati mwingine muda mwingi ambao anautumia akiwa juu ya uwanja, unaweza kusema ya kwamba ni winga fulani hivi, ndio amesajiliwa na Young Africans, lakini nafasi yake ni beki, lakini ana uwezo wa kucheza kama winga yani kwa ubora mzuri kabisa. Kwa hiyo atakuwepo katika mchezo huo. Huku beki namba 3 anasimama Shadrack Saboka. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa mabeki ambao wana mwendo, kasi, maarifa mguuni, tenki la kutosha, amejazia, nguvu zipo za kuimarika kabisa. Ameendelea kuwa ni msaada mkubwa kweli kweli katika upande wa kushoto, ukiweza kushuhudia baada ya Mohamed Hussein kuwa na majeraha, lakini mwisho wa siku ameweza naye pia kurejea. Kwa hiyo mwalimu amempatia nafasi Issa Shadrack Boka kuendeleza pale ambapo alipoishia. Kwa hiyo alina ubishi katika hilo, utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo yuko nayo hapa. Nazungumzia Shadrack Boka. Huku beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake,
amekuwa na wakati mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans, kiweza kushuhudia ubora mkubwa, kazi nzuri ambayo anaifanya katika eneo la kiulinzi. Ameendelea kuwa na takwimu nzuri kweli kweli, ana nguvu, maarifa na ubora mkubwa sana kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo hilo halina ubishi. Lakini katika upande wa beki namba 5 anakuwepo si mwingine bali ni Bakari Nondo Mwamnyeto, kiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya. Captain ameendelea kuwa msaada mkubwa kwenye kikosi cha Young Africans, licha kwamba anapata nafasi chache, lakini anazozipata anaonyesha kitu cha kitofauti. Bakari Mwamnyeto amekuwa ni sehemu ya wananchi Young Africans katika safari hii ya kwenda kulitoa ama kulipigania kombe la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa hiyo hilo halina ubishi katika hilo. Tutakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inafanyika kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Bana, pia namba 6 anasimama si mwingine bali ni Damaro Kamara. Mwalimu ameendelea kuweza kumpatia nafasi ya kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Amekuwa na mwendelezo mzuri licha ya kwamba ameambiwa apunguze zile lafu ambazo hazina maana. Wakati mwingine anakwenda kuikosti timu kimbinu, inabidi atolewe tu dakika ya 45, angalau zilipaswa kuweza kucheza mpaka dakika ya 70, lakini mwisho wa siku anatolewa dakika ya 45 kutokana na hofu ya kwamba anaweza kupata kadi nyekundu ikawatoa katika mipango. Hivyo basi amepaswa kuwa makini katika hilo. Lakini pia unazungumzia namba 7 anakuwepo Starboy Alan Okello. Unafahamu shughuli yake, ameendelea kuwa ni moja kati ya watu makini kabisa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Assists zinaendelea kumwagwa za kutosha, magoli yanafungwa. Ni wazi bila shaka kwamba ameendelea kuwa ni bora katika kile ambacho mwalimu ama timu ilikuwa ikiweza kuhitaji kumpata Starboy yule wa Uganda akiwa na timu yake ya taifa, na basi ameanza kurejea kwenye ubora wake na anazidi kuimarika kadiri siku ambavyo zinavyozidi kwenda. Huku namba 8 anakuwepo si mwingine bali unazungumzia huyu ni Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa wachezaji ambao wana sifa ya kimbinu, sifa ya kupambana, wana energy ya kutosha kabisa. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo ataitoa pale Duke Abuya. Huku namba 9 anasimama Prince Mpumelelo Dube, mzee wa kuzitikisa nyavu, akiwa na mabao yake 9, akiendelea kuweza kuyatafuta kiatu cha mfungaji bora wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo hilo alina ubishi. Utakwenda kushuhudia mwalimu akiweza kumpatia Dube nafasi ya kuweza kutikisa nyavu. Assist anazo, kwa hiyo bado anaendelea kuweza kuangalia nyavu anazitikisa vipi katika mwendelezo wa show za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Lakini pia katika upande wa namba 10 anasimama Maxim Pia Nzingeli. Nafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji wapambanaji wenye spirit ya nguvu kweli kweli na wenye maarifa mguuni. Kwa hiyo naye atakuwepo katika mchezo huu akisimama kama namba 10 katika mchezo huu. Huku namba 11 atakuwepo Profesa Waboli, si mwingine bali ni Paco Mzuzwa, akiendeleza kile ambacho ameendelea kuweza kukitoa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Kwa hii ndio kikosi ambacho Young Africans wanakwenda kukutana nacho ni zidi ya Dodoma Jiji katika mwendelezo wa ligi kuu. Weka maoni yako hapo chini.